tulikoelekea ni mbali kuliko tulipo. CCT imeimarika sana, hasa baada ya kuunda utaratibu huu wa mikoa. Zamani tulikuwa tunashiriki tu shughuli moja kwa moja kitaifa, lakini tumekuwa na umoja huu umeundwa kimikoa, kiwilaya kama ulivyosikia, na nia ni kwamba ushuke chini mpaka hata kwenye vijiji. Kule wanachama wa CCT waimarishe umoja ngazi kwa ngazi mpaka taifa. Kwa kweli hali imeimarika sana, na hata kazi zetu za pamoja za CCT zimeimarika, na hata uchumi umeimarika kwa jumuiya yetu ya Kikristo Tanzania. Sasa hivi kule Dodoma kuna jengo kubwa sana, kitega uchumi kikubwa sana cha bilioni za fedha, na unapoangalia ni kwa sababu ya nguvu yenyewe ya umoja huo. Mnafungua mlango kwa makanisa mengine? Ndio, makanisa mengine wanaomba, tunaangalia kama utaratibu wao wa kiimani unafanana na malengo yote ya CCT na msingi wa imani wa wana CCT. Tunawakubali, tunawajadili, tunawapima na baadaye wanapewa wanachama. Tumefanya mambo makubwa sana, tumefanya huduma nyingi za kijamii, tuna miradi mingi ya huduma za kijamii kitaifa. CCT imejihusisha na majanga na maafa yanayotokea katika nchi. Hata ilipotokea tatizo lile la kule Katesh, CCT ilifanya kazi kubwa sana ya matendo ya huruma. Na katika eneo letu la Same ilipotokea mafuriko katika eneo la bonde la Ruvu, CCT imefanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo kwa umoja huu tunaweza kukabili hata maafa na majanga makubwa, na watu wanapoisikia CCT wanaielewa ni chombo kikubwa chenye nguvu. Kwa waumini wetu wote na kwa Watanzania wote wenye mapenzi mema, nchi hii ni nchi yetu, tuiombee, tuipende, tuilinde, lakini sisi kwa sisi tusaidiane, tuwe na umoja, tuhurumiane, na mahali fulani kama hakuna sababu ya kufanya fujo, tusifanye fujo. Asante sana. Leo tulikuwa tunaadhimisha siku ya CCT kwa wilaya yetu, lakini yani kimkoa, lakini kiwilaya imefanyikia katika wilaya yetu ya Same. Tumefurahi kupata hamasa hii ya kuwa na umoja, ya kuunganisha makanisa mbalimbali. Tumekuwa na Anglican, tumekuwa na Mennonite, tumekuwa na Moravian, tumekuwa na makanisa mbalimbali ya hapa Same, lakini nje ya Same pia, kutoka Dayosisi ya Mwanga, kutoka kaskazini, lakini zaidi sana tumefurahi kuona watoto wetu kutoka Agape Seminari kwa ajili ya umoja huu. Kwa kweli imependeza, imekuwa ya baraka sana na ya faraja sana. Mungu aendelee kuibariki umoja huu wa CCT, ukawe wa baraka na zaidi sana ukamtukuze Mungu. Imekuwa siku ya baraka sana, hasa kwetu sisi wa Dayosisi ya Pare, ambapo tumeungana na CCT wa mkoa kushiriki ibada hii hapa kwenye dayosisi yetu. Imekuwa ya baraka na imekuwa na ujumbe mkubwa, ujumbe wa umoja, ambao hata waimbaji, kwaya nyingi zimeimba zikitangaza umoja, watu kusimama katika umoja. Jambo hili linatuonyesha kwamba kama kanisa tunapaswa kusimama kama kitu kimoja bila kujali mtu ni dhehebu gani, kwa sababu tuna lengo la kumtangaza Kristo. Pamoja na ujumbe wa umoja, lakini pia tunapata ujumbe wa kuishi katika maisha yanayompendeza Yesu Kristo, kuishi maisha yasiyo ya maisha ya baraka, maisha ambayo si ya matendo machafu. Na moja ya waimbaji wametukumbusha namna ya kukaa pamoja na watoto, kuwa makini, kwa sababu pia kuna wimbi la watoto kuuawa, kutekwa, unyanyasaji.
Kwa hiyo tunaimarishwa na kukumbushwa kwamba tunapaswa kusimama imara katika kulitangaza neno la Kristo, lakini tukiendelea na maadili mema katika familia zetu. Alikuumba, unaogopa akupae pumzi, unaogopa kwamba atanihukumu. Kwa hiyo utamtii, utamheshimu, utamwishi yeye, hautafanya yale ambayo yanakuwa kinyume na yeye binafsi katika maisha yako. Kwa hiyo tunapaswa kumwangalia yeye aliyotuleta katika uso wake, aliyetuumba. Nikawa na tafakari yule wimbo, zaeni matunda mema. Sisi kama kanisa tunapaswa kuzaa hayo, tunapaswa kumheshimu Mungu. Sasa nikoni niulize, matunda mema ni yapi yamletiaye Mungu furaha, amani? Alisikiaye Mungu kusema hawa ni wana wa Mungu, hawa ni watoto wa Mungu, hawa wananisikia? Unajisikiaje ukitenda mema? Hata kama una jirani yako, ukimtendea haki vizuri, ukimtendea mema, unasikia hata jirani anajisikia kufurahi kwamba jirani yangu nina furaha naye, jirani yangu nina amani naye, jirani yangu tunaishi vizuri naye, anafurahi. Ndipo Habakuki anakumbuka, anaogopa. Nisaidie kuhubiri, muambie jirani yako, wewe unaogopa nini? Hebu rudia tena, amekujibuje? Wewe muulize, wewe unaogopa nini? Unajua unaweza kuogopa mambo mengine, lakini usimwogope nani? Na Habakuki anasema aliposikia habari za Mungu alimwogopa nani? Ndiyo yatupasayo sisi kusimamia. Tuogope hukumu ya Mungu ambaye ameiandaa, ameiweka tayari, kwa kuwa ni watoto wa Mungu, wateule, watakatifu, wanaopendezwa na yeye. Tunapaswa kumheshimu, kumtii, kumwishi kama wana wa Mungu kweli, wanaokubalika na Mungu kweli, wanayetembea na Mungu kweli. Kwa hiyo Habakuki alipobishana na mpango wa Mungu, aliogopa watu wasiotenda haki, watu wanayofanya machukizo. Kama Mungu ni mtakatifu na wa haki, tunapaswa kumheshimu, tunapaswa kumtii, tunapaswa kutembea naye katika maisha yetu. Kwa hiyo wapendwa, kuishi maisha yana heshima mbele ya Mungu yana baraka kuliko maisha mengine.